Kumekuwepo na kuripotiwa kwa taarifa katika vituo vya polisi na nyingine katika mitandao ya kijamii zikijulisha kwamba mtu au watu fulani wamepotea, hawaonekani au wamekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa askari wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi linapopata taarifa hizo huanza uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa ya nini kilichotokea, kwani hauwezi kusema moja kwa moja kuwa mtu aliyeripotiwa kupotea, kutekwa, kulazimishwa kupotea au kuuawa bila ya kupata au ya kumpata anayedaiwa kupotea na ushahidi wa kudhibitisha taarifa hiyo ya nini kilichomtokea. Kama alitendewa uhalifu, ni nani wahusika kulingana na sheria, kanuni na taratibu. Vile vile, kwa mujibu wa kifungu cha 117 cha sheria ya ushahidi sura ya 6 marejeo ya 2022, marejeo ya mwaka 2022 na kifungu cha 161 cha sheria ya ndoa sura ya 29 marejeo ya mwaka 2019, dhana ya mtu kuchukuliwa kuwa amekufa inapaswa kudhibitishwa na mahakama baada ya miaka 5 kupita kulingana na vielelezo na ushahidi utakaowasilishwa. Katika matukio ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi na uchunguzi wa kina kufanyika na walioripotiwa kupotea kupatikana wakiwa hai na wengine wakiwa wamekufa, hadi sasa ushahidi kwa baadhi ya matukio yameonesha sababu zake ni kujiteka, wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, kugombea mali, kulipiza kisasi, kwenda nchi nyingine kujifunza misimamo mikali na kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu. Miongoni mwa matukio hayo ambayo yamethibitishwa kwa sababu hizo ni pamoja na tukio la hivi karibuni linalomhusisha Sheikh Zuberi Said Nkoko, miaka 53, mwalimu wa dini na kiongozi katika taasisi ya Islam Foundation iliyopo mkoani Singida, ambayo pia inajishughulisha na shughuli za kuchinja wanyama. Katika tukio hilo, kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii, kulisambaa taarifa za kutekwa kwa shehe huyo na watu waliowataja au waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi tarehe 2 mwezi wa 6 2025 saa 5 usiku, akiwa na kiasi cha fedha taslimu shilingi za Kitanzania milioni 42. Taarifa ya kupotea kwake pia iliripotiwa polisi. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa Sheikh Zuberi Said Nkoko hakuwa ametekwa, bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madeni aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali. Majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, yenye jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 521 na laki 5. Sheikh Zuberi atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Baadhi ya matukio mengine yaliyohusishwa na utekaji wa watu vikihusishwa vyombo vya dola, lakini baadaye uchunguzi ukabaini kuwa vyombo vya dola havikuhusika kwenye matukio hayo, ni pamoja na tukio la tarehe 7 mwezi wa 6 2025 lililotokea katika kijiji cha Mtakuja, kata ya Nanganga, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi, ambapo Rita Severini Ndambalilo, miaka 41, mkazi wa Dangote Mtwara, mfanyakazi wa kituo cha kuuza mafuta cha kampuni ya Specialized Petrol Station ya Mtwara, alikutwa akiwa ameuawa kwa kunyongwa na mtandio na kutupwa kando ya makarasha ya Wachina katika kitongoji cha Nahungo, kijiji cha Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Ruangwa. Upelelezi ulibaini kuwa mtu huyo aliuawa na Juma Salum Njenje, miaka 49, aliyekuwa akimtumia kama dereva wake wa bodaboda, baada ya mtu huyo kumuona Rita akiwa amebeba fedha
kwenye mkoba wake. Kabla ya mwili wake kupatikana, taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa wawili wamekamatwa na wamefikishwa mahakamani na kesi iko mahakamani. Tukio lingine linamhusu Regina Rajabu Chaula, miaka 62, aliyekuwa na makazi huko Bahari Beach, Kinondoni, Dar es Salaam na nchini Denmark, aliyedaiwa kuoa na Frere Rajabu Chaula na Bashiri Richard Chaula kisha mwili wake kutumbukizwa kwenye shimo la maji taka. Regina, ambaye alikuwa na kesi ya madai Mahakama Kuu Division ya Ardhi dhidi ya watuhumiwa hao, aliripotiwa kupotea ghafla Disemba 13, 2024 hadi tarehe 18 mwezi wa kwanza 2025, mwili wake ulipokutwa kwenye shimo hilo la maji taka baada ya upelelezi wa jeshi la polisi kufanyika. Watuhumiwa hao walikamatwa na kufikishwa mahakamani.